Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana. Majina yangu naitwa Pastor Winnie Kilemo. Na leo tutaanza series ya masomo ya hekima ya maisha. Na siku ya leo nitakuwa nikikufundisha kwa habari ya namna mtazamo wako unaweza ukaathiri katika namna chanya au hasi maisha yako. Yaani madhara ya mtazamo hasa uchanya kwenye maisha ya mtu. Kabla sijaendelea, mwandishi mkubwa wa vitabu duniani na mwalimu wa uongozi anaitwa Dr. Maxwell aliwahi kusema kwamba dunia yako imepambwa na mtazamo wako, kwamba wewe ni matokeo ya namna ambavyo unatazama vitu na unachukulia vitu. Sasa tunapoongea kwa habari ya mtazamo, unaweza kusema mtazamo ni nini? Nimejaribu kukuelezea maana ya neno mtazamo katika nyanja 2 au 3 tofauti. Kibiblia ni hali ya moyo au namna ya kuona mambo inayotawala matendo ya mtu. Kwamba namna ambavyo unatazama vitu, namna unavyoangalia vitu itaathiri namna ambavyo unafikiri na itaathiri namna ambavyo utatenda. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 4 mstari wa 5 tunaona Mtume Paulo anawaambia watu wa kanisa la Filipi kwamba uone na nia hiyo hiyo ambayo kabla hapo ilikuwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunatakiwa kuwaza katika namna ya kiungu, kwamba mitazamo mingine ya nje inaweza katuletea madhara, lakini tunapowaza kama vile ambavyo Mungu anataka tuwaze. Ile Wafilipi 2:5 wacha nisome. Tunapowaza kama vile ambavyo Mungu anataka tuwaze, basi tunakuwa katika namna sahihi, katika sehemu sahihi ya kuweza kufanya hata maamuzi, matendo yetu, tunakuwa na matendo ambayo ni matendo chanya. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 2:5 neno la Mungu linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo. Kwa hiyo namna ambavyo nia yetu inapokuwa ndani yetu itaweza kutusaidia ni namna gani tunaweza kutazama na kuchukulia vitu katika jamii, katika kanisa, katika familia na mambo kama hayo. Lakini pia nimejaribu kukuelezea mtazamo ni nini katika namna ya kisaikolojia. Kisaikolojia, mtazamo ni muunganiko wa imani, ni muunganiko wa hisia, lakini pia ni muunganiko wa tabia ya mtu kuelekea jambo fulani. Kwa hiyo namna ambavyo unakuwa unaamini vitu, namna ambavyo unakuwa unahisi vitu, namna ambavyo unakuwa na tabia, behavior yako kuelekea jambo fulani, hilo pia tunaliita ni mtazamo. Lakini kijamii, mtazamo unajengwa sasa na mazingira. Yaani kijamii ni namna ambavyo mtu anafikiria, anachukulia mambo juu yake mwenyewe, lakini pia na jamii inayomzunguka. Kuna aina ngapi za mtazamo? Zipo nyingi, lakini mainly zile nyingi zimefall katika aina 2 za mtazamo. Kuna mtazamo chanya ambao tunasema ni positive attitude, na mtu ambaye ana mtazamo chanya ni mtu ambaye ana imani, anaangalia vitu katika namna ya uchanya, kwamba ni imani, kuwa mtu wa shukrani, kuwa mtu ambaye una matumaini, kuwa mtu ambaye una msamaha, kuthubutu vitu hata katika ile namna ambavyo hata kila mtu akiona jambo fulani haliwezekani, lakini wewe ndani yako unakuwa na ile hali ya kwamba hiki kitu kinawezekana. Mtazamo chanya ni kuona kuwezekana hata katika mazingira yanayokuwa na kukatia tamaa, wewe unaona vitu ya kwamba vinawezekana. Mtazamo chanya ni ile hali ya kuona uzima hata wakati ambao madaktari wanakuambia hili jambo haliwezekani au ugonjwa hauwezi kuponeka. Mtazamo chanya ni ule kuona kwamba unaweza kufanikiwa hata katikati ya familia. Umezaliwa katika familia ambao hakuna historia kabisa ya mtu aliwahi kufanya kitu kama cha kwako, lakini ndani yako, within you, unaona kwamba hili jambo linawezekana hata kama hakuna aliyewahi kufanya, mimi ninaweza kufanya. Lakini pia kwa mfano kwenye mtazamo chanya, ukiangalia kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 17, kusoma kuanzia ile mstari wa 45 mpaka 47, tunaona kimsingi kwenye sura yote ya Samueli wa kwanza sura ile ya 17 tunaona wana wa Israeli, jeshi la wana wa Israeli walienda kupigana vita, walienda kupigana na Goliati, lile jeshi la Wafilisti. Lakini imagine lile jeshi la wana wa Israeli walikaa kwenye eneo
kwa siku 40 mchana na usiku, hakuna aliyewahi kuthubutu kwenda kupigana na Goliath. Kwa sababu gani? Ndani yao walikuwa na ule mtazamo hasi kwamba hakuna anayeweza kwenda kugombana na Goliath, kwa sababu tu hata ya kimo cha yule Goliath, Biblia inasema alikuwa ni mrefu sana, alikuwa ni mrefu wa kimo, lakini pia na aina ya maneno aliyokuwa anazungumza Goliath yaliwakatisha tamaa na kuwaogopesha jeshi la wana wa Israeli. Lakini alipokuja Daudi akabadili mtazamo. Ndani yake akaona kushinda, hata katikati ya namna ambavyo Goliath alivyokuwa na vitisho na maneno ya kutisha, yeye bado aliona ya kwamba inawezekana. Kwa hiyo mtazamo hasi ni ile kuona unawezekana, hata majirani zako, hata watu wanaokuzunguka wanapokuwa wanaona hili jambo haliwezekani. Lakini mtazamo hasi, aina ya pili ya mtazamo ni mtazamo hasi. Mtazamo hasi, mfano wa mtazamo hasi unapatikana kwenye kile kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 mstari wa 33. Hesabu 13:33. Tunaona kuna wapelelezi ambao waliagizwa kwenda kuipeleleza ile nchi ya ahadi, na walikuwa watu 12, kwamba alichaguliwa kwenye kila kabila mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo wakaenda watu 12, lakini wale watu 12 tunaona wao hawakuwa, wale 12 waligawanyika makundi mawili. Watu 2 walikuwa na mtazamo chanya ambao ni Joshua na Kalebu, lakini watu 10 wakawa na mtazamo hasi. Na kwa vile ambavyo walitazama iliwaathiri hata namna walivyotenda, lakini si tu iliwaathiri namna walivyotenda, iliwaathiri namna walivyoongea. Na si tu kwamba iliathiri namna walivyoongea, lakini iliathiri pia na hatima ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana anasema ya kwamba mtazamo wako ndio maisha yako. Mtazamo wako ndio hatima yako. Yaani leo ukijitazama wewe leo, maisha unayoyaishi leo ni matokeo ya mtazamo ambao huenda umekuwa nao miaka 5, miaka 10, miaka 20 iliyopita. Hesabu 13:33. Tutasoma kwa haraka. Neno la Mungu linasema, kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Hawa watu tunaona walileta habari mbaya kwa wana wa Israeli. Wakasema sisi tumeona wana wa Nefili, tumewaona majitu, tumejiona kwanza sisi kama mapanzi, na wao ndivyo walivyotuona. Maana yake ni nini? Wewe leo watu wanavyokuona ni matokeo ya unavyojiona. Mimi siku zote huwa nasema ukijiona hauwezi, hakuna atakaye kuona unaweza. Ukijiona haupendwi, automatically hakuna mtu atakaye kupenda. Ukijiona ni mbaya, hata watu wanaokuzunguka watakuona ni mbaya. Ukijiona wewe una kibali, ndivyo na wengine watakavyo kuona. Kwa hiyo mtazamo wako unapamba maisha yako, kama ambavyo amewahi kusema Dr. Maxwell, kwamba mtazamo wako ndio unapamba maisha yako. Hauwezi kuwa tofauti na vile unavyojitazama. Na ukiendelea kwenye ile sura ya 14 nadhani kwenye kitabu cha Hesabu, utakuja kugundua kwamba hawa wapelelezi 10 hawakuingia kabisa kwenye ile nchi ya ahadi. Kwa sababu gani? Hawakuona wakiingia, hawakuona Mungu akiwapa ile nchi, hawakuona wakimiliki ile nchi. Kwa hiyo na wewe leo kuna mabinti uende unanitazama, umepita, uende hata umepitiliza miaka yako ya kuolewa, lakini unatazama nini? Ndani yako unajionaje? Kuna wanawake leo unanitazama, hauna mtoto, una ndoa zaidi ya miaka 20. Huona ukiwa na mtoto, hautakuwa na mtoto. Lakini ukianza kubadili picha yako ya ndani, utashangaa na kila kitu cha maisha yako kinabadilika.